Kama tunavyojua Ramadhani baada ya Isha na Tarawih, lakini kwa sababu ya dhurufi kama hizi na mauti haya tutazungumza kwa muda mchache sana. Kwa hakika leo tumekusanyika hapa Masjid Jami kwa ajili ya kumshirikiza mzee wetu Al-Habib Al-Sharif Said Muhammad bin Sharif Ali Basakuta. Mzee huyu ndio aliwazaa ndugu zetu, marafiki zetu, vipenzi zetu, ikiwa ni Abbas na ndugu zake wote. Kwa hakika mzee huyu alipata mtihani mkubwa na mtihani wa maradhi. Alikaa kitandani kwa muda wa miaka minane. Katika miaka minane wengi wake wanaomhusu walikwenda Darha, wengine walikuwa ni wazima wakienda kumwangalia mgonjwa, lakini wao wakatangulia, na yeye Mwenyezi Mungu akamuonda kwa mtihani huu miaka minane ili apate kumpa daraja na kumwinua. Na ndio katika sunna ya Mwenyezi Mungu waonda wapa mtihani kwamba wanapendwa na Mwenyezi Mungu ili aondoke naye watu ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia cheo, ameandalia kuweza kusimama na mzee wao na baba yao kwa hali na mali. Wote wamesimama haki ya kusimama wala na wala hawakunyuma wakiwa makubwa. Na yote kwa sababu ya malezi aliwaambia watu wake mzee huyo katika sifa zake kubwa aliokuwa nazo kuanzia huko Somalia na mpaka kuja huku kwetu Malindi, alikuwa na sifa hizi ambazo kwamba tutakazo kusema. Sifa ya kwanza, alikuwa ni mwaminifu hali ya juu kabisa, mwaminifu, haki ya uaminifu. Tosheka alikuwa na tochi moja ya mtu, basi aliweka na hataki watu wengine. Miaka 7 amepanda tochi, asema hii tochi ya mtani, na mwenyewe atakuja siku yote aone kwa kuona inaweza yani uaminifu hali anayepata tochi licha senti. Ya pili, katika sifa aliyokuwa nayo, alikuwa na sifa ya ukweli. Alikuwa ni ukweli hali ya juu. Yeye kusema ukweli, atasema usawa na atasema ukweli. Sifa tatu alikuwa nayo, akiweza kutangamana na watu vizuri, watu wote, jinsi wote, wakubwa, wadogo, wazee, vijana. Alikuwa na usuhuba na urafiki wa watu wote, akiweza kusikilana nao, akiweza kufanya dhihaka nao, akiweza kupiga na stori nao. Na zaidi alikuwa yeye akiwapenda sana masakini, watu ambao kwamba ni maskini, bado ambao kwamba ni mabaya maskini, akiwapenda. Na katika sifa yake nyingine, alikuwa ni karimu. Ukarimu wake ni hali ya juu, kuanzia Somalia na mpaka huku alikuwa na sifa ya karam na ukarimu. Je, alikuwa na ukarimu gani? Ilikuwa mara nyingine nyumbani kwake kukipikwa chakula,
basi akitukua chakula kile akaenda kuwapelekea watu ambao kwamba wasiokuwa na chakula, yani wakipelekea maskini misikitini, barabarani. Na hapa pia mkono wake ulikuwa umenyoka sana kuwasaidia maskini kwa senti, kuwasaidia kwa chakula. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa kheri na kuwapenda watu wa kheri na kutangamana na watu kwa kheri. Lakini Mwenyezi Mungu akampa mtihani, ikawa maradhi yamemweka kitandani na akatibiwa, maradhi yakizidi yakipungua, yakizidi yakipungua, mpaka leo Mwenyezi Mungu akaona leo iwe ndio siku yake ya mwisho ambayo atakwenda katika Darul Haq. Ndio Mwenyezi Mungu akamjalia afe katika Ramadhani, tena afe katika tarehe 10 ambao ndio leo ndio mwisho wa 10 la rahma. Kwa hivyo yeye amelihitimisha hili 10 la rahma, tutarajia na Mwenyezi Mungu pia na yeye atamrahamu, amweke pema pamoja na wema. Na yeye sasa amekwenda kupumzika, na ile magonjwa yake yote mliokuwa nayo mkayaona, sasa ashapona, sasa ashakuwa mzima, sasa hana chochote. Sasa enda na yeye ilhali ni mswafi, enda hana makosa yote, bali enda aingojea pepo tu. Mwenyezi Mungu akamjalia afe katika tarehe 10. Mwenyezi Mungu amrahamu, amweke pema pamoja na wema. La mwisho kabisa, kama kuna deni lolote mtu ambao kwamba anamdai ama anadaiwa, basi watoto wake, ikiwa mkubwa wao ni Abbas na ndugu zake, lile deni wamelitahamal kulitukua wao na wako tayari kulilipa. Na kama wewe adaiwa na yeye pia, na wewe ujijulishe kwa mimi nadaiwa naye. Na ikiwa kuna mtu yote amekosewa na yeye ama yeye amemkosea yeye, basi muomba mutakaram mumsameh, ili azidi kuwa swafi na azidi kuwa tahara. Kwa hivyo sasa yeye amekufa katika mchana wa rahma na azikwa katika maka, amekufa mchana wa rahma, atoka Masjidur Rahma kule. Kwa hivyo amekufa mchana wa rahma, ameingia katika 10 la maghfira na tumemzika katika 10 la maghfira. Kwa hivyo haya mawili ndio tutakatumombe dua. Allahumma ighfir lahu ndio maghfira, warhamu ndio rahma. Allahumma ighfir lahu warhamu, ukishakughfiriwa, ushasamehewa, ushapata rahma, waskinu اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.